Ndugu waandishi wa habari, nimekuwa kwenye kikao cha ODC, mimi kama diwani wa kata ya Kaloleni, na leo tulikuwa na agenda moja. Kikao ilikuwa ya dharura kwamba halmashauri ya jiji la Arusha ilitoa shilingi milioni 4 kwa kila kata kwa ajili ya maboresho ya barabara, lakini kwa kata za katikati ya mji ilifika mahali tulikuwa na maelekezo, tulitoa maelekezo pia kwamba kabla ya kutumia lazima tuangalie ni wapi tunapeleka pesa hizo, kwa sababu kwa kata ambazo nyingi ziko katikati ya mji barabara nyingi ni za lami, lakini kwa kata kama ya Kaloleni au kata hizi ambazo ziko kaskazini mwa jiji la Arusha kuna eneo inaitwa mita 200 ambako msongamano wa manyumba ni mkubwa na barabara ni za vumbi. Kwa hiyo tulikaa kwenye kikao cha ODC kwa ajili ya kuangalia allocation ya hizo fedha. Kwa hiyo tumekubaliana kwa pamoja, mimi na wajumbe ambao ni wenye viti wa serikali za mitaa pamoja na wataalamu, kwamba pesa ile ielekezwe kwenye barabara ambazo zina changamoto, na baadhi ya barabara ni barabara ya kwa Molel pale Kampala Coach pale Lenana, lakini barabara ya Maezeki pia ambayo iko kwa kiwango cha changarawe nayo tutaifanyia maboresho. Hali kadhalika Kaloleni ya Mashariki nako tutafanya maboresho na mashimo yote ambayo yako ndani ya barabara zetu. Kwa hiyo kwa ujumla kikao kilikuwa kizuri na Kaloleni kazi inaendelea. Kwa kata ya Kaloleni miundombinu wa barabara ni mizuri, na ni maono ya mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Paul Christian Makonda kwamba kata zote zilizo katikati ya jiji la Arusha, kata kama Kaloleni, kama Levolosi, kata ya kati, basi barabara zake ziwe na hadhi ya barabara za lami, kwa sababu kata hizi ni kata ambazo wageni wengi wanatembelea. Ukiangalia nyumba nyingi za wageni iko kata ya Kaloleni na kata ya Levolosi na pengine kata ya kati. Kwa hiyo ni maono ya mkuu wetu wa mkoa kwamba walau barabara ndani ya kata hizi ziwe zinapata hadhi ya kiwango cha lami, na kwa sisi kata ya Kaloleni nafikiri ni asilimia pengine 15 peke yake ndio inahitaji lami. Kwa hiyo sina shaka na maono ya mkuu wa mkoa, lakini sina shaka na ushawishi wake pia, kwa sababu amefanya mambo makubwa katika mkoa wetu wa Arusha, na hili la kuweka lami katika maeneo yaliyobaki machache ya kata ya Kaloleni sina wasiwasi. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba ikifika 2000 na mwaka mpya wa fedha ukianza, basi zoezi hili la kuweka kata kwenye maboresho ya kiwango cha lami na taa za barabarani zitaanza kufanyika, na hii ni kuelekea AFCON 2027 ambako mji wa Arusha unategemea kupokea wageni wengi sana, kwamba walau eneo hili la CBD, walau kata hizi za katikati ya mji, basi barabara zake zote ziwe kwa hadhi ya lami. Na mimi ninaamini inawezekana. Nitoe kongole kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Eneo la mita 200 kwa mwaka huu wa fedha unaoelekea ukingoni mwaka wa 2024-2025, nafikiri ni eneo ambalo mtaa wa mita 200 umepewa upendeleo mkubwa sana. Imejengwa barabara mtaro wa maji ya kupitisha maji ya mvua katika eneo la Lenana, imejengwa eneo la Kampala Coach, lakini pia imejengwa eneo la kwa Molel. Na kama unakumbuka kipindi chote cha mvua kulikuwa na kelele kwenye eneo la mita 200, lakini kwa mwaka huu sidhani kama tumesikia kelele. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana kwa wakazi wa mita 200, na uzuri wakati wa mita 200 ni watu wasikivu, watu wazoefu, lakini watu ambao wanaipenda serikali yao. Pamoja na mafuriko yote, lakini hujasikia wakiandamana wala wakisema serikali vibaya. Kwa hiyo mimi nawashukuru wananchi wetu wa mita 200. Nimpongeze mwenyekiti wa mtaa huo Bwana Donan Mboya, lakini kwa namna ya kipekee mtendaji wangu wa kata ya Kaloleni pia Bwana Paulo Sanka anafanya kazi kubwa. Kwa hiyo kwa ujumla Kaloleni kazi inaendelea. Kwa hiyo kwa ujumla kwa Arusha Samia, Kaloleni kazi inaendelea.